Haya, ama kweli ni afueni kwa wanafunzi wa vyuo vikuu sasa. Rais William Ruto ameashiria uwezekano wa ugavi wa umeme endapo vituo vya data vitajengwa, ikibainisha kuwa uwezo wa sasa wa uzalishaji umeme nchini huenda basi usitosheleze mahitaji ya vituo hivyo. Ruto alizungumza haya katika mkutano na Wakenya walio nchini Doha, Qatar, ambapo mkutano wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kijamii unaendelea. Mwanahabari wetu Ruth Sarmoi Chesenge ana mengi zaidi. Zaidi ya mwaka moja tangu serikali ya Kenya kutia mkataba na kampuni za teknolojia ikiwemo Microsoft na G42 wa ujenzi wa vituo vya data mnamo mwezi Machi mwaka 2024, Rais William Ruto sasa ameweka wazi ni kwa nini ujenzi wa vituo hivyo haujang'oa nanga. One data center requires 1000 megawatts. Tuko na 2300 megawatts the whole country. So ili tufanye hiyo data center, we have to shut down half the country. Hata hivyo, takwimu zilizotolewa na rais kuhusu uzalishaji wa umeme nchini ni kidogo kwa takriban megawati 1500, kwani kwa sasa KenGen inazalisha takriban megawati 3800. Ruto alieleza kwamba hali hii inaonyesha haja ya kuongeza uzalishaji wa umeme ili kukidhi mahitaji ya uzalishaji wa viwanda. If we have to industrialize, if we have to engage in manufacturing, we need minimum 10,000 megawatts of energy. And we need it like yesterday. Kando na hayo, Wakenya wanakabiliwa na gharama ya juu ya umeme, hali ambayo imepunguza uzalishaji viwandani na kusababisha baadhi ya kampuni kufunga biashara zao kutokana na changamoto hiyo pamoja na sababu nyinginezo. Isitoshe, kukatika kwa umeme mara kwa mara kumeendelea kuwa changamoto kubwa kwa kampuni ya umeme nchini. Mnamo mwezi uliopita na Agosti mwaka huu, KPLC ilisitisha usambazaji wa umeme kwa zaidi ya saa 8 katika kaunti 8. Aidha, mwaka wa 2023 na mwaka uliopita, taifa zima lilikumbwa na giza mara kadhaa kufuatia hitilafu ya mfumo wa usambazaji wa umeme. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV.